Katika hali ya kawaida, Jumamosi ya Pasaka nchini Marekani huwa ni muda wa sala, familia pamoja na utulivu. Lakini tarehe 4 ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2026 imeingia katika vitabu vya historia kama siku ambayo ulimwengu umeshikilia pumzi kwa saa kadhaa. Taarifa za kushitukiza zilianza kusambaa katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikidai kwamba Rais wa Marekani Mr. Donald Trump amekimbizwa hospitali ya kijeshi ya Walter Reed. Wakati uvumi huo ukisambaa kama moto wa nyika, msemaji wa Donald Trump anayefahamika kwa jina la Steve Cheung amejitokeza hadharani na kuuzima moto huo ama kuzima taarifa hizo, akidai kwamba Rais Donald Trump yupo imara, anafanya kazi mfululizo ndani ya ofisi ya Oval. Lakini kutangazwa kwa kile kinachoitwa lead, yani kusitishwa kwa shughuli za umma saa 5 asubuhi kumeacha maswali mengi kuliko majibu. Je, ni kweli Donald Trump ni mzima wa afya au kuna jambo nyuma ya pazia juu ya afya yake na uzima, au ni mbinu ya kujiandaa na shambulio la Jehannam aliloahidi kuishushia Iran ndani ya masaa 48. Karibuni tena kwenye habari yetu hii ya kiuchambuzi ambapo humu ndani tutakwenda kutazama mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa hii juu ya afya ya Rais wa Marekani Mr. Donald Trump, lakini pia zile taarifa ambazo zimeenea sana ama kwa kasi katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikidai kwamba rais huyo wa Marekani Mr. Donald Trump alikimbizwa hospitali na kwamba afya yake haipo imara. Rais wa Marekani Mr. Donald Trump ameweka dau kubwa zaidi katika historia ya diplomasia ya kijeshi. Kupitia mtandao wake wa Truth Social ametoa onyo la mwisho, yani ultimatum. Muda unakwisha, masaa 48 kabla ya Jehannam yote kuwashukia. Donald Trump anaitaka Iran kufanya mambo mawili: kukubali makubaliano ya amani, yani deal, au kufungua mlango wa bahari wa Strait of Hormuz mara moja. Lakini wakati haya yote yanaendelea kwenye mitandao yake ya kijamii, Donald Trump bado mijadala inazidi kuwa mikubwa na inazidi kukua, huku wengi wakijiuliza, je, ni yeye kweli Donald Trump anayeweka machapisho kwenye kurasa zake hizi za mitandao ya kijamii, ama ni nini ambacho kinafanyika kwenye kurasa zake hizi za mitandao ya kijamii wakati kunazo taarifa ambazo zinadai ya kwamba yeye hali yake ya kiafya haiko vizuri. Hata hivyo Iran haikuchelewa kujibu. Iran imejitokeza hadharani na kujibu kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Rais wa Marekani Mr. Donald Trump, ili hali kunazo taarifa za yeye kuwa hayuko vizuri kiafya na kwamba amekimbizwa hospitali, licha ya kwamba msemaji wake amejitokeza hadharani na kukanusha ama kupinga kauli hizo. Bado nchi ya Iran haijakaa kimya, wamejitokeza hadharani na kujibu kile ambacho Donald Trump anasema ya kwamba amewapatia onyo la mwisho watu wa Irani ama taifa la Irani kwamba kabla ya Jehannam yote kuwashukia, Trump anaitaka Irani kufanya mambo mawili: kwanza, kukubali makubaliano ya amani, yani deal, au kufungua mlango wa bahari wa Strait of Hormuz. Hata hivyo Iran haijachelewa kujibu kama nilivyokueleza hapo awali. Hata hivyo Iran haijakubali kabisa na haijachelewa kujibu, ambapo jenerali wa ngazi ya juu kabisa wa jeshi la Iran IRGC anayefahamika kwa jina la Ali Abdullahi Al-Abadi ameziita tishio hizo kuwa ni kitendo cha kijinga
cha kukata tamaa na kisicho na usawa. Iran imetangaza kuwa kama Marekani na utawala wa Kizayuni yani Israel zitathubutu kufanya uchokozi wowote, miundombinu yote ya kijeshi ya Marekani kanda hiyo ya Mashariki ya Kati itageuzwa kuwa ramani ya moto usio na kikomo. Wakati maneno yakirindima huku na kule, vitendo vimeshaanza kuonekana ardhini. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amethibitisha kuwa ndege za kivita zimeshambulia viwanda vikubwa vya petrochemical huko kusini magharibi mwa Iran. Maeneo yaliyolengwa ni kanda maalum za kiuchumi za Mahishahir na Bandar Imam. Uharibifu uliojitokeza, kwanza ni watu 5 ambao wameuawa na zaidi ya 170 wamejeruhiwa. Lakini lengo la kistratejia, Benjamin Netanyahu anasema mashambulizi haya yanalenga chanzo kikuu cha fedha taslim cha serikali ya Iran baada ya kuharibu 70% ya uwezo wa Iran wa kuzalisha chuma yani steel. Sasa wamehamia kwenye nishati ya kemikali. Hii ni vita ya kiuchumi yani economic warfare inayolenga kuifanya Iran ishindwe kugharamia jeshi lake katika muda mrefu. Mchambuzi wa mambo mbalimbali hasa masuala ya kistratejia kutoka Atlantic Council Thomas Warwick ametoa angalizo ambalo limeishtua Pentagon yani Marekani. Anasema kuna uwezekano mkubwa Marekani imeisoma vibaya uwezo wa ulinzi wa anga wa Iran. Kutunguliwa kwa ndege ya kivita aina ya F-15 ni ishara tosha kwamba ingawa F-15 ni ndege imara, inatajwa kuwa ni teknolojia ya zamani inayoweza kunaswa kirahisi na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ambayo Iran imekuwa ikiimarisha kwa siri kwa msaada wa mataifa makubwa. Warwick anahoji, je, viongozi wa kisiasa wa Marekani walidhani kuwa vita hivi vingekuwa rahisi kama video game? Ukweli ni kwamba sasa kila upande umejikuta kwenye swamp, yani bwawa la matope ambalo ni vigumu kutoka. Katikati ya baruti hizi, Donald Trump bado anaendelea na vita vya ndani. Washington, ripoti kutoka CBS News zinaeleza kwamba rais huyo anajiandaa kufanya mabadiliko makubwa katika idara ya sheria yani Justice Department, ambapo anapanga kumshusha hadhi Stanley Woodward, namba 3 official, na kumnyanyua Harmeet Dillon kuwa mmoja wa viongozi wa juu zaidi. Ni kwa nini sasa Donald Trump anahitaji idara ya sheria inayokubaliana na maamuzi yake ya kivita na yanayohusu haki za kiraia yani civil rights katika kipindi hiki ambacho maandamano ya No Kings yanashika kasi mitaani. Hii ni operesheni ya kuweka loyalties, watu watiifu kwenye kila idara nyeti ili kuzuia kile anachokiita usaliti wa ndani. Makao makuu ya kijeshi ya Iran yani Qatam al-Anbiya yametoa onyo ambalo halijawahi kusikika. Wanadai kuwa endapo Marekani itatekeleza tishio lake la masaa 48, basi ukanda mzima utageuka kuwa jehanamu kwa Marekani na Israel. Hii inamaanisha nini? Iran imepanga kutumia washirika wake yani proxies huko Lebanon, Hezbollah, Yemen, Houthi na Iraq. Iran imepanga kutumia washirika wake yani proxies huko Lebanon, Hezbollah, Yemen,
Houthi na Iran. Iran imepanga kutumia washirika wake yani proxies huko Lebanon, kuna Hezbollah, Yemen kuna Houthi na Iraq kushambulia kwa pamoja kila kituo cha kijeshi cha Marekani. Hii si vita kati ya nchi mbili tena, ni vita ya kikanda inayoweza kusimamisha nusu ya uchumi wa dunia kabisa. Hali ya kijeshi ya Marekani imezidi kuwa tete leo baada ya matukio mengine ya kusikitisha. Tukio la kwanza ni helikopta mbili za uokoaji aina ya HH-60W Jolly Green namba 2 zimeshambuliwa na Iran zikiwa kwenye operesheni ya kuwatafuta marubani. Lakini tukio la pili ni ndege za F-16 na KC-135 zimetangaza dharura juu ya anga la Iraq na Israel zikionyesha uchovu wa mitambo na marubani yani fatigue. Hali hii inathibitisha kuwa jeshi la Marekani linapitia kipindi kizito ama kipindi kigumu cha kistratejia ambacho kinaweza kuwalazimisha kubadili mbinu. Wakati tunahitimisha habari yetu hii ya kiuchambuzi kufuatia yaliyojiri punde kutokea huko Mashariki ya Kati, tuhitimishe kwa kusema kwamba wakati saa ya Donald Trump ikizidi kuyoyoma kuelekea mwisho wa masaa 48, na kumbuka hii sio mara ya kwanza kwa Donald Trump kutoa masaa 48 kwa Iran. Ulimwengu unajiandaa kwa lolote. Mara ya kwanza Donald Trump alitoa saa 48 zikaisha, lakini hatukuona amefanya kitu chochote, na sasa ametoa tena saa 48, ama naweza kusema kwa sababu kwa sasa inadaiwa ama inaelezwa kwamba Donald Trump hali yake sio nzuri kiafya. Naweza nikasema sio Donald Trump amezungumza, bali ni peji zake ama kurasa zake za mitandao ya kijamii ndizo zinazozungumza. Inawezekana kuna watu ambao wako nyuma ya hizo page wanaziendesha na kadhalika. Sasa labda niseme kwamba kurasa zake zimetoa masaa 48 tena kwa mara nyingine, wakati kunazo taarifa zikienea ama kusambaa kwa kasi katika sehemu mbalimbali hasa mitandaoni zikidai kwamba hali ya Donald Trump haiko sawa. Ulimwengu unajiandaa kwa lolote. This time around ni nini kitatokea? Uvumi wa afya ya rais huyo wa Marekani Donald Trump, usafishaji wa majenerali na viongozi wa sheria, na mashambulizi ya viwanda vya kemikali nchini Iran, yote ni vipande vya picha moja kubwa. Marekani imeingia kwenye vita ambavyo havina njia rahisi ya kutoka. Donald Trump anategemea glory be to God, yaani anategemea nguvu ya Mwenyezi Mungu na nguvu kubwa ya kijeshi. Hizo ndio nguvu ambazo anazitegemea, wakati Iran inategemea jehanamu ya kikanda na uvumilivu wa kistratejia. Pasaka hii si ya amani ni pasaka ya baruti. Ikiwa masaa 48 yataisha bila makubaliano, basi Jumatatu ya kesho inaweza kuwa mwanzo wa kile ambacho vizazi vijavyo vitakiita vita kuu ya tatu ya dunia. Sisi tuko hapa kama Habari Kiganjani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha na tunakupatia habari ambazo zimefanyiwa upembuzi yakinifu kabisa kutoka katika vyanzo vya kuaminika vya habari, ambapo tunahakikisha kwamba tunakulisha habari kusudi uweze kupata kujua na kufahamu mambo kwa kina zaidi na kupata maarifa. Kwa sasa tumeipata habari hii ya afya ya rais wa Marekani Mr. Donald Trump. Imekuwa ni habari kubwa sana ambayo imezidi kuenea kwa kasi sana ama kutembea sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Je, haya ambayo yametokea na account ama kurasa za mitandao ya kijamii za rais huyo wa Marekani Mr. Donald Trump kuchapisha machapisho na maonyo
ni yeye Donald Trump ndo anafanya hivyo au kuna waendeshaji nyuma ya pazia wakati huu ambao kunazo taarifa zinazoenea sana kuhusiana na afya yake na kwamba rais huyo amekimbizwa hospitali ya kijeshi ya Walter Reed. Tuachie maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment. Licha ya msemaji wa Donald Trump kujitokeza na kukanusha taarifa hizo, lakini bado wako watu wengi wanaendelea kutembeza mjadala kuhusiana na taarifa hizo. Je, wewe unaamini Donald Trump afya yake imezorota au unaamini yupo mzima wa afya na mambo yako vizuri? Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii ya kiuchambuzi ambapo tumepata nafasi ya kutazama vitu vingi na mambo mengi sana. Tukutane tena katika habari nyingine ya kiuchambuzi hasa kufuatia hayo yanayoendelea huko Mashariki ya Kati.